بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا ziada ya sala na salamu zimfikie kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu, alhamdulillah kwa neema ya sunna, alhamdulillah kwa neema ya afya, alhamdulillah ala kulli hal. Tunaendelea na darasa letu la tauhid katika kitabu الملخص في شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، kilichofanyiwa sharhi na al-Allama al-Fawzani hafidhahu Allah war'ah. Na walillahi alhamdu, jana tulisimamia katika nukta ama kipengele ambacho ilikuwa tunazungumzia kunako kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi alhamdu, tuliweza kuona dalili mbalimbali, tuliweza kuona makatazo ya kunako kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yote ni kwa sababu kuchinja ni ibada, na kama kuchinja ni ibada, hivyo haifai ibada hiyo kuelekezwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tutaingia katika mlango mwingine unaosema minashirki, babun minashirki an-nadhru li ghairi Allah. Ni katika shirki kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, muhimu tukasikilizana kwa makini ili tuweze kufahamu, sababu hapa katika nadhiri wengi sana katika sisi huwa tukafeli, wengi sana katika sisi huwa tukakosea hapa katika kuweka nadhiri, katika masala haya ya nadhiri. Na watu huwa wakashindwa kutofautisha baina ya nadhiri na ahadi. Watu huwa wakashindwa kutofautisha baina ya nadhiri na ahadi. Ni vitu viwili tofauti, lakini mtu huwa akaona ni kitu kimoja, ama kuna baadhi ya watu wanaona kuwa ni kitu kimoja, nadhiri na ahadi. Sasa hapa katika nadhiri, watu wasipokuwa makini na wasipoelewa na kufahamu kwa uzuri, wanaweza kuingia katika shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tena shirki kubwa kabisa, ambayo kama tunavyofahamu shirki kubwa huwa ikamtoa mtu katika Uislamu. Kwa hivyo tusikilizane kwa makini katika nadhiri ili tuweze kufahamu. Anasema al-Allama al-Fawzani hafidhahu Allah war'ah, munasabatu hadha al-bab likitab at-tauhid. Munasab wa mlango huu katika kitabu at-tauhid, yani munasaba wa mlango huu. Mlango gani huo? Ni katika shirki, kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah. Munasab wa mlango huu katika kitabu hiki, أن المصنف رحمه الله، حقيقة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيّن فيه نوعا من أنواع الشرك. amebainisha ndani yake aina miongoni mwa aina za shirki, yani نوعا من أنواع الشرك. بيّن فيه نوعا min anwa'i shirki, amebainisha ndani yake aina miongoni mwa aina za shirki, tena aina ambayo almunafi litauhid,
yenye kwenda kinyume na yenye kwenda kupingana na tauhid. Wa huwa an-nadhru li ghairi Allah, nayo ni mtu kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ameuweka huu mlango, ama kwa nini ameweka topic hii katika kitabu hiki? Liyuhdhara wa yujtanaba, ili watu waweze kuwa na tahadhari na waweze kujiepusha. Kuna nadhiri ipo ambayo nadhiri hiyo yaweza kumpelekea mtu katika shirki, ambapo anakwenda kinyume na at-tauhid. Sasa ndipo topiki hii ikaanza kwa mina shirki ail akbar, yani ni katika shirki, tena shirki kubwa kabisa, an-nadhru li ghairi Allah, kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu ibadatun wa sarfu al-ibadati li ghairi Allah shirkun, kwa sababu kuweka nadhiri ni ibada. Tufahamiane hapa kwa uzuri, kuweka nadhiri ni ibada, yani yule ukaweka nadhiri ni ibada, na kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah, yani ukamwekea nadhiri binadamu, ni shirki. Ama ukawekea nadhiri kitu kingine kile chochote, ni shirki, kwa sababu nadhiri ni ibada. Yani ukiweka nadhiri fahamu kuwa hii ni ibada, na kwa kuwa ni ibada, kwanza katika masharti ya ibada haifai kuelekezwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadhuru, na kwani nadhiri ni nini? Mwanzo kwanza yafaa tufahamu, je, nadhiri ni kitu gani, ama nadhiri ni nini? An-nadhru masdaru nadhara yanzur, masdari yake ni nadhara yanzur, bimaana, ikiwa na maana ya kwamba nadhiri hii ni taarifu ya shar'an, ya kisheria. Aujaba ala nafsihi shay'an lam yakun wajiban alayhi shar'a ta'dhiman lilmandhuri lahu. Nadhiri ni mtu kujiwajibishia kitu katika nafsi yake. Nadhiri ni mtu kujiwajibishia kitu katika nafsi yake, kitu ambacho lam yakun wajiban alayhi, kitu ambacho hakikuwa ni wajibu kwake yeye kisheria, tena ikiwa ni kwa lengo la kumuadhimisha yule aliyemwekea nadhiri, yani kumtukuza yule ambaye unamwekea nadhiri. Hiyo ndio maana ya nadhiri, yani mtu kujiwajibishia kitu katika nafsi yake, kitu ambacho ilikuwa si wajibu kwake yeye kukifanya kitu hicho kisheria, lakini akajiwajibishia yeye kukifanya, ikiwa ni kwa lengo la kumtukuza yule aliyemwekea nadhiri. Wa asluhu fi lugha, na asili yake kilugha al-ijabu, manake ni kujiwajibishia ama kuwajibisha ama kuwajibika, kujiwajibishia kitu, ndio nadhiri hiyo. Kilugha kujiwajibishia kitu, kisheria nadhiri ni kujiwajibishia mtu kitu katika nafsi yake, kitu ambacho kilikuwa si wajibu kwake yeye kisheria kukifanya, lakini akiwa na lengo la kumtukuza yule aliyemwekea nadhiri. Hiyo ndio nadhiri, ama hiyo ndio maana ya an-nadhru, nadhiri. Na hii kama tulivyofahamu hapa mwanzo, nadhiri ni ibada. Kwa kuwa ni ibada, haifai kuelekezwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nawapa homework, nataka mniambie hapa maana ya ahadi ni nini. Yani ukisikia ahadi, mtu anaweka ahadi ni nini? Na kisa tumeshaona nadhiri ni nini. Hii ni taarifa ambayo ameiweka hapa al-Allama al-Fawzani hafidhahullah. An-nadhru yani au masdar, kwanza alianza masdari yake ni nadhara yanzur, lakini taarif aujaba ala nafsihi shay'an lam yakun wajiban alayhi shar'a ta'dhiman lilmandhuri lah, kujiwajibishia kitu ambacho ilikuwa si wajibu wewe ukikifanya kisheria kwa lengo la kumadhimisha huyo uliyemwekea wewe nadhiri. Naam, ameanza hapa al-Allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala wa qawli Allahi ta'ala, ameanza na qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala,
iliyopo katika suratul Insan. Anasema Allah yufuna bin nadhri, anawasifu Allah subhanahu wa ta'ala, anawasifu waja wake wema. Anasema yufuna bin nadhri, wanakuwa ni wenye kutekeleza nadhiri zao. Miongoni mwa sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadhri, wanatekeleza nadhiri. Ay bimaana yutammimuna ma awjabu ala anfusihim min at-ta'ati lillah, wanatimiza, wanatekeleza yale mambo waliojiwajibishia wao katika nafsi zao katika taa. Ni mathalan mtu kusema Allah subhanahu wa ta'ala naweka nadhiri, ikiwa atanijalia mimi kitu fulani. Mathalan ikiwa mtu anaomba ndoa, wale watu wenye kuomba ndoa, mtu anaomba ndoa kwa Allah, anasema mimi ikiwa Allah atanijalia kuingia katika ndoa, basi nitafunga siku 10, ama nitatoa sadaka kitu fulani, ama nitafanya kitu fulani katika yale mambo ya taa. Huu ni mfano katika nadhiri. Mfano, mimi Allah akinijalia kuingia katika ndoa, nitafunga siku 3, ama nitatoa sadaka 10,000, ama nitalisha maskini kadhaa, ama nitafanya kadhaa. Huu ndo mfano wa nadhiri. Yani mtu unajiwajibishia kitu ambacho ilikuwa si lazima, lakini kwa ile kuweka tu nadhiri tayari imeshakuwa ni wajibu kwa wewe utekeleze. Ni katika sifa za waja wa Allah, yufuna bin nadhri, wanatekeleza nini? Nadhiri zao zile ambazo wameziweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yutammimuna ma awjabu ala anfusihim min at-ta'ati lillah, wanatekeleza yale waliojiwajibishia wenyewe katika nafsi zao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja aya nyingine hapa Sheikh al-Mujaddid, anasema wa qawlihi ta'ala, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wama anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuhu. Wama anfaqtum min nafaqatin, ma hapa ni ma kwa wale wataalamu wa lugha, yani ni ma shartiyya, yani shartiyya hii wajuzu an yakuna muwasala au musala. wama anfaqtum min nafaqatin, anfaqtum min nafaqatin yashmalu kulla sadaqatin maqbulatin wa ghairi maqbulah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama anfaqtum min nafaqatin, na hamkutoa chochote mtakachokitoa, yani ile sadaka yoyote ile ambayo nyinyi mtakayoitoa. Na hapa imekuja hii kwa ma, yani inakusanya, ima ni sadaka ambayo imekubaliwa au haijakubaliwa, umetoa kwa ajili ya Allah ama umetoa kwa ajili ya kitu kingine. Sadaka yote ile ambayo utaitoa wewe, au nadhartum min nadhrin, au nadhiri yoyote ile ambayo mtakayoiweka katika nadhiri. Yashmalu kulla nadhrin maqbulin wa ghairi maqbul, hapa inakusanya nadhiri zote, nadhiri ambayo inayokubaliwa na ile ambayo haikubaliwi, ambayo tutakuja kuona huku, ambayo inakubaliwa na ambayo haikubaliwi. Yote hayo mtakayoyafanya katika kutoa hizo sadaka ama kuweka nadhiri yoyote ile katika nadhiri mtakazoziweka, fa inna Allaha ya'lamuhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anazifahamu. Na hii ni katika suratul Baqara aya 270. Sadaka yote ile ambayo mtakayoitoa ama nadhiri yoyote ile mtakayoiweka katika nadhiri, basi fahamuni, fa inna Allaha ya'lamuhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaijua ama anajua hayo yote, anayafahamu. Fa inna Allaha ya'lamuhu ay fayujazikum alayhi, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala atawalipeni kwa hayo mlioyafanya. Fafihi maana alwa'di walwa'id, na ndani yake, yani kusema ya'lamuhu Allah bimaana Allah subhanahu wa ta'ala atawalipeni, ndani yake kuna alwa'di walwa'id, yani kuna ahadi iliyokuwa nzuri kwa yule ambaye atatoa sadaka au ataweka nadhiri kwa katika hali ya uzuri. Kama ni sadaka ametoa kwa ajili ya Allah, kama ni nadhiri pia ameweka kwa ajili ya Allah, hapa ndio kuna ahadi iliyokuwa nzuri. Na pia vile vile kuna wa'id, yani kuna makemeo na makatazo kwa yule atakayekwenda kinyume na
hayo, kama ni sadaka ametoa kwa ajili ya watu mathalan wamuone, ama nadhiri ameweka kwa siku Allah, ama ameweka nadhiri ambazo ghairu maqbul, yani nadhiri ambazo hazikubaliki kisheria. Kuna nadhiri ambazo zinakubaliwa na kuna nadhiri ambazo hazikubaliwi. Sasa ndipo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama anfaqatum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuhu. Chochote kile mtakachofanya katika hayo, basi fahamuni Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu. Ima ni sadaka katika sadaqati mtakazozitoa, au nadhiri mtakazoziweka katika nadhiri zenu, basi fa inna Allaha ya'lamuhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anazifahamu vyote havi, hakuna kinachofichikana kwake. Na hapa ya'lamuhu anasema al-Allama al-Fawzan bimaana fayujazikum alayhi, atawalipeni kwa hayo, kwa sababu yote hizo ni ibada. Zote hizo ni ibada. Kutoa sadaka ni ibada, na kuweka nadhiri pia ni ibada. Kuweka nadhiri pia ni ibada. Hai, anasema al-Allama al-Fawzani al-maana al-ijmali lil-ayatayn, maana ya moja kwa moja katika hizi aya mbili. Tumeona hapa aya ya kwanza Allah anawasifu waja wake, anasemaje? Yufuna bin nadhri, waja wake wanapoweka zile nadhiri zao kwa Allah, basi wanakuwa ni wenye kuzitekeleza. Yufuna bin nadhri, wanakuwa ni wenye kutekeleza nadhiri. Na aya pili hii tuliona kwamba sadaka yote ile ambacho sadaka yoyote ile ambayo mtakayoitoa, yani chochote kile ambacho mtakachokitoa kama sadaka, au nadhartum min nadhrin, au mtaka nadhiri yoyote ile ambayo mtakuwa nyinyi mmeweka, basi Allah subhanahu wa ta'ala anazifahamu. Sasa maana al-ijmali lil-ayatayn, ndani yake kwanza katika hii aya kwanza tunapata kuona anna Allah yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima awjabuhu ala anfusihim min at-ta'at. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu waja wake, anawasifu waja wake wale wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mambo waliojiwajibishia wao wenyewe katika nafsi zao katika kumtii Mola wao subhanahu wa ta'ala. Allah anawasifu, manake wakiweka nadhiri zao wanakuwa ni wenye kuzitekeleza. Na tumeona nadhiri ni nini? Ni mtu kujiwajibishia kitu katika nafsi yake, kitu ambacho kilikuwa si wajibu kwake yeye kukifanya, lakini akajiwajibishia ta'dhima lilmandhuri, yani ikiwa ni kumuadhimisha ama kumtukuza yule aliyemwekea nadhiri ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan mtu kusema mimi nikiingia, Allah akinijalia kuingia katika ndoa, nitafunga siku 3 ama nitatoa sadaka kitu fulani ama nitafanya kadha wa kadha. Hii ni nadhiri, na tayari umeshajiwajibishia wewe ibada katika nafsi yako ambayo ni ile wajibu sasa kuifanya. Lakini kabla hapo ilikuwa sio nini? Si wajibu kuifanya kitu kama hiko. Kwa hivyo ni lazima ukishaweka utekeleze, kwa sababu umeshajiwajibishia tayari. Na kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo ameanza kuwasifu wale waja wake, wale wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza yale mambo ambayo wamejiwajibishia wao wenyewe katika nafsi yao katika kumtii Allah. Yufuna bin nadhir, kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu au lighairihi, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotoa habari kwamba yeye anafahamu kila sadaka. Manake hapa aya pili tunaona wama anfaqtum min nafaqatin, kila sadaka ambayo mtakayotoa ama tutakayoitoa sisi kumtolea Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu au lighairihi, au kila ibada ile ambayo tutakayojilazimishia ama tutakayojiwekea sisi, imani katika nadhiri kwake yeye au kwa asiyekuwa yeye, wasayujazi kulla ala hasbi niyatihi wa qasdihi, na Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kila mmoja kulingana na nia yake na makusudio yake. Maana hata katika hiyo sadaqa
ulitoa sadaka kwa lengo gani? Ulitoa sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama ulitoa sadaka ili watu wakuone wewe ni mtoaji wa sadaka? Pia vile vile tukija katika nadhiri, je, uliweka nadhiri kwa ajili ya Allah ama uliweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah? Je, uliweka nadhiri kwa yale mambo ambayo yanafaa ama uliweka nadhiri kwa yale mambo ambayo hayafai? Nafikiri tunakwenda pamoja na tunafahamiana kwa uzuri na tunaelewana kwa uzuri zaidi. Munasabatu al-ayatayn lilbab, munasab wa hizi aya mbili katika huu mlango tuliokuwa nao leo, mlango unaosema minashirki an-nadhru lighairi Allah, ni katika shirki kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna munasaba gani wa hizi aya mbili mpaka zikaletwa hapa? Anasema al-Allama al-Fawzani annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadatun. Hizi aya mbili zinatufahamisha sisi, yani zinatoa dalili ya kwamba anna an-nadhra ibadatun. Tunaweza kufahamu hakika ya nadhiri, kuweka nadhiri, yani kile kitendo cha mtu kuweka nadhiri ni ibada, ni ibada hiyo. Haithu madaha mufina bihi, kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mpaka imefika akawasifu wale wenye kutekeleza hizo nadhiri zao, kuonesha kuwa ni ibada hii. Manake Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia wale waja wenye kutekeleza nadhiri kwa kauli yake kusema yufuna bin nadhir, yani wanatekeleza nadhiri. Wa huwa la yamdahu illa ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala hasifi wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin au tarki mahdhurin, na Allah subhanahu wa ta'ala hamsifi ama hasifi watu illa kwa vitendo vyao au kwa kutekeleza waliokuwa wameamrishwa au kwa kuacha yale yaliokuwa yamekatazwa. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ifike mahali akawasifia waja wake, basi huwasifia waja wake kwa kutekeleza yale maamrisho aliyoamrisha au kwa kuacha yale makatazo waliokatazwa. Ndio maana ikafika stage ya kusifiwa hawa watu wenye kutekeleza nadhiri. Allah subhanahu wa ta'ala akasema yufuna bin nadhir, ni wenye kutekeleza nadhiri. Na hii ilikuja katika sifa za kuwasifia wale waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wenye kumwamini kikweli Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana wakiweka nadhiri zao wanakuwa ni wenye kuzitekeleza. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudhurin, kama alivyotoa habari Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye anafahamu kila kinachotokamana nasi katika nadhiri, katika sadaka tunazotoa anafahamu Allah. Pia vile vile katika nini, katika nadhiri ambazo sisi tunaziweka anazifahamu Allah. Wasayujazina ala dhalika, na Allah atatulipa juu ya hilo, kwa sababu ni ibada hizo. Yani kutoa sadaka ni ibada na kuweka nadhiri pia ni ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kwa hayo. Fadalla dhalika ala anna an-nadhra ibadatun, hiyo ikawa ni dalili ya kuonesha ya kwamba nadhiri ni ibada. Wama kana ibada fasarfuhu lighairi llahi shirkun, na kile ambacho ni ibada kukipeleka kwa asiyekuwa Allah ni shirki. Yani kwa kuwa nadhiri ni ibada, tumeshafahamu kuwa nadhiri ni ibada. Sasa ibada hii ukaiweka kwa asiyekuwa Allah ni shirki, tena shirki kubwa kabisa, ambayo inamsababishia mtu kutoka katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tunapata kuona kwamba haifai kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah. Yani ukamwekea nadhiri mwanadamu ama ukamwekea nadhiri shekhe. Kuna wale wengine wanaweka nadhiri kadhalika kwa majini na makaburi kwamba watawachinjia ama watafanya hivi na hivi. Nadhiri yafaa iwekwe kwa Allah peke yake. Hiyo ndio nadhiri namna ilivyo, yafaa iwekwe kwa Allah peke yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu nadhiri ni ibada, na kila ambacho ni ibada, wama kana ibadatan fasarfuhu lighairi llahi shirkun,
na kile ambacho ni ibada kukipeleka kwa asiyekuwa Allah ni shirki, ni ushirikina. Kwa hivyo haifai kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah, ni shirki, unamshirikisha Allah. Ndio maana kuna umuhimu sana watu wasome dini yao, kwa sababu kuna mambo mengi sana watu wanayafanya kwa kutokujua. Jana tulisema hapa, yani kuna mtu anafanya kitu yeye anaona ni ibada kwake yeye, ama anaona ni jambo zuri, kumbe anamshirikisha Allah, kumbe ashatoka katika Uislamu, lakini anaona kwani si ibada hii, kuna shida gani? Yani ana mkufuru Allah, anatoka katika rehema za Allah. Muda mwingine inakuwa ni sababu ya kupata laana. Jana tuliona wale washirikina wenye kumshirikisha Allah wanakuwa katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima tufahamu hili. Hii ni ibada na haifai kuelekezwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mtu kuweka nadhiri katika kumshirikisha Allah, yani anaweka nadhiri katika shirki, yani kuchinjia mizimu, kwamba mimi nikipata labda kitu fulani nitawachinjia mizimu, mizimu yangu itakuwa imenisaidia, ama kaburi la baba yake ama babu yake, kuweka nadhiri hiyo. Ama mtu kuweka nadhiri katika watu, kuwekea nadhiri watu na mwekea nadhiri mtu, hii ni shirki, unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hai, nafikiri hapo tumefahamiana kwa uzuri. Na tukienda moja kwa moja katika faida zinazopatikana, ma yustafadu min al-ayataini, faida zinazopatikana katika hizi aya mbili. Faida ya kwanza tumeweza kufahamu na kuona anna nadhra ibadatun, hakika ya nadhiri ni ibada. Tumeweza kufahamu nadhiri ni ibada. Fayakunu sarfuhu li ghairi Allahi shirkan akbar, na inakuwa ibada hii kuipeleka kwa asiyekuwa Allah ni shirki kubwa. Nadhiri ni ibada, kwa hivyo kuipeleka ibada hii kwa asiyekuwa Allah ni shirki kubwa. Faida ya pili tunayoipata, ithbatu ilmi Allahi ta'ala. Katika hii aya ya pili tunaweza kuona kuthibitika kwa utambuzi na ujuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala bikulli shay'in, kwa kila kitu. Manake hata paka katika haya masala ya nadhiri tukiweka, Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu, kama aya ilivyokuja, wama anfaqatum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu yote hiyo, ima ni sadaka utakayotoa ama ni nadhiri, chochote katika nadhiri utakachokiweka, Allah subhanahu wa ta'ala anakifahamu. Faida ya tatu tunayoipata, ithbatu aljazai ala al-a'mali. Tunaweza pia kupata uthibitisho wa mtu kulipwa, yani sisi kumbe tutalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala ala al-a'mal, kulingana na yale matendo yetu tunayofanya. Yani Allah wasayujazi kullan ala hasbi niyatihi wa qasdihi, yani Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kila mmoja kwa kadiri ya nia yake na kwa kadiri ya makusudio yake. Yani wewe ibada ama matendo unayofanya kwa lengo gani? Unaifanya kwa nia ipi? Na unaifanya kwa makusudio gani? Unafanya kwa ajili ya Allah ama kwa ajili ya watu, ama unamshirikisha Allah, ama unafanya vipi? Bimaana tutakwenda kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale matendo yetu tuliyoyafanya. Faida ya nne, alhathu ala alwafai bin nadhr, yani mahimizo ala alwafai bin nadhr, juu ya kutekeleza nadhiri. Ukiweka nadhiri lazima utekeleze, na ni wajibu kutekeleza nadhiri uliyoweka. Na hii kuna tahadhari muhimu sana hapa yafaa Waislamu tuwe nayo. Kuweka nadhiri sio wajibu, yani wewe kuweka nadhiri katika kitu si lazima. Na tumeshaona hapa nadhiri ni mtu kujiwajibishia, yani wewe kama vile unajiwekea mzigo. Si lazima kuweka nadhiri, na pia vile vile si hakuna ubaya kwa mtu kuweka nadhiri, lakini afahamu akishaweka nadhiri tayari ameshajiwajibishia kitu katika nafsi yake, kitu ambacho kilikuwa si wajibu kwake yeye akifanya, lakini ameshajiwajibishia kitu ambacho hakuwajibishiwa na sheria yeye afanye.
Mathalan mtu kusema mimi ya Rabbi nakuomba ukinijalia kuingia katika ndoa nitafunga siku 3, yani hapo tayari umeshajiwajibishia wewe. Au mathalan uko na mgonjwa unamuomba Allah, mgonjwa wangu akipona mimi basi nitafunga siku 10, yani umeshajiwajibishia. Hii ni nadhiri, tayari umeshajiwajibishia ibada ambayo wewe hukuwa nayo katika nafsi yako, ambayo inakuwajibisha wewe ni lazima utekeleze jambo kama hilo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza ile kuweka nadhiri ya nisemaje Kiswahili kizuri ili nieleweke, ile ya nipe nikupe. Yani pia mtu anasema kwa mfano, Allah ukinijalia kitu fulani nitafunga, usiponijalia sifungi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza nadhiri hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza nadhiri hii. Na pia vile vile ulama wanasema ni bora mtu akajiepusha kunako kuweka nadhiri, yani mtu anajiwajibishia kitu ambacho hakuwajibishiwa yeye na sheria, na wala hakuna ulazima huo kuweka nadhiri, kwa sababu mambo ambayo yanakuja kwetu sisi ni katika qadar, na wala nadhiri ukiweka haiwi ni sababu ya kubadilisha qadar, haiwi ni sababu ya kubadilisha qadar. Yani mtu akiweka nadhiri sio sababu hii ya kubadilisha qadar. La, sisi kama ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumuombeeni dua Allah subhanahu wa ta'ala katika yale mambo sisi tunayohitaji, wala tusikimbilie kuweka nadhiri. Si haram wala si makosa, narudia tena, si vibaya mtu akaweka nadhiri, lakini afahamu akishaweka nadhiri tayari ameshajiwajibishia kitu ambacho hakikuwa ni lazima kwake yeye kukifanya, kinakuwa ni lazima sasa ufanye. Mwisho inakuwa ngumu kutekeleza, yanaanza sasa kuja maswali kwa mashekhi, sheni ilikuwa nimeweka nadhiri, yote ya nini hayo unajitafutia Muislamu? Yote ya nini hayo unajitafutia? Nilikuwa nimeweka nadhiri, sasa nimeshindwa, nitakuwa nifanyaje? Yote hayo yanakuja ya nini? Ukishajiwekea nadhiri basi wewe ni lazima utekeleze. Ingawa naam, kumbele tutaona pia katika nadhiri, je, inakuwa vipi nadhiri, nitakuwa na uweke vipi, na ukiweka katika kitu kingine inakuwa vipi hiyo nadhiri. Kwa hivyo faida ya 4 tunayoiona, alhathu ala alwafa'i bin nadhir, yani mahimizo juu ya mtu kuweza kutekeleza ile nadhiri yake aliyoiweka. Na tukiingia katika hadithi, maana hapo tulikuwa katika aya, tukiingia katika hadithi anasema hapa Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fi sahihi, na katika sahih al-Bukhari, wa fi sahih ay sahih al-Bukhari, na katika sahih al-Bukhari mama Aisha radhiyallahu anha, anna Aisha radhiyallahu anha qalat, mama Aisha anapokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa katika kumuelezea mama Aisha kwa ufupi anasema al-Allama al-Fawzani hafidhahullah, Aishatu hiya ummul mu'minina, Aisha ni mama wa waumini, zawju nabii sallallahu alayhi wasallam, na ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa bintu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Pia Aisha ni binti wa sahaba huyu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwaendee wote, yeye pamoja na mwanawe. Wa hiya afqahu an-nisa'i mutlaqan, Allahu akbar. Aisha afqahu an-nisa'i mutlaqan, Aisha ni katika wanawake wenye wana, sijui weke vipi hii afqahu an-nisa, mwanamke mwenye ilmu zaidi, mwanamke mwenye ujuzi zaidi, mwanamke mwenye kuifahamu sheria zaidi kuliko wanawake wote, yani kuliko wanawake wote. Tangu zama zile wanawake wote wale walikuwa hawamfikii Aisha kwa ilmu aliyokuwa nayo, na pia vile vile hata wanawake wa sasa hivi, yani wanawake wa zama hizi, hata wakisema wasome mpaka wawe vipofu, hawawezi kumfikia Aisha kwa ilmu aliyokuwa nayo. Ndio maana ikaja hii, yani afqahu an-nisa mutlaqan, hakuna anayeweza kumzidi ilmu katika wanawake, hakuna anayeweza kuzidi ilmu aliyokuwa nayo mama Aisha radhiyallahu anha.
Na pia vile vile huyu mama Aisha afdalu azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam, ni katika wake bora zaidi, yani wanawake bora zaidi, afdalu azwaji nabii, wanawake bora, yani mke bora zaidi katika wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, maada Khadija. Ukimtoa Khadija, yani ukimtoa Khadija kwa ubora anayefuatia katika wake za mtume sallallahu alaihi wasallam ni Aisha. Maana ukimweka Khadija ndani, basi kwa ubora kuliko wote ni Khadija. Lakini ukimtoa Khadija, kwa sababu Khadija alifariki, ukimtoa anayefuata kwa ubora alikuwa ni mama Aisha radhiyallahu anha. Ijapokuwa fafihi tafdhiliha alaiha khilafun, ijapokuwa ndani katika ubora wake kuna khilafu kwa wanazuoni katika ubora juu ya mama Aisha na bi Khadija, lakini ala kulli hali huyo Aisha alikuwa ni afdalu azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam, na alikufa mwaka wa 57 Hijria, mama Aisha radhiyallahu anha. Tunafahamu, nafikiri hapa imetajwa tu kwa ufupi, lakini ingawa si malengo haya, hapa imetajwa tu kwa ufupi, lakini kwa kirudi katika somo la sira huko kwa mama Aisha kuna mambo mengi sana ambayo yameelezewa. Mtume alishawahi kuulizwa, yani na wala ilikuwa si tabu wala ilikuwa ni jibu ambalo halikufikirika. Mtume aliulizwa tu, ni nani anayependeza zaidi kwako? Jibu la haraka haraka ni Mtume akamwambia Aisha, mke wangu mimi Aisha ndio anayependeza sana kwangu. Ndipo sasa aliyemuuliza akabainisha, katika wanaume, yani maana yake alikuwa anakusudia katika wanaume, lakini kuonesha pia anayependeza kwake zaidi kuliko wote alikuwa ni nani? Ni Aisha radhiyallahu anha. Alipoulizwa katika wanaume akasemaje? Abuha, baba yake, ambaye ni nani? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam, sasa mama Aisha radhiyallahu anha anapokea hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, yule aliyeweka nadhiri ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, falyuti'hu, basi na amtii, yani liyaf'ala ma nadharahu min ta'atihi, atekeleze kile alichoweka nadhiri katika ile taa yake. Yani mtu ameweka nadhiri ya kumtii Allah, mtu akajiwekea nadhiri, ya Rabbi ukinijalia mimi kitu fulani nitafanya, basi na afanye. Waman nadhara an ya'si Allah, man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi, na yule aliyeweka nadhiri ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi asitekeleze ile nadhiri yake katika kumuasi Allah. Kuna watu wanaweka nadhiri, mimi nikipata kitu fulani basi nitaweka disco hapa, ama nitafanya sherehe hivi, ama nitakunywa pombe, ama nitazini na nini. Hizi ni nadhiri za maasi, na nadhiri ya maasi hata kama uliweka basi haifai kutekelezwa, kwa sababu ukitekeleza unapata madhambi. Kwa hivyo usitekeleze nadhiri ambayo uliweka katika maasi ama katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndio hadithi ambayo anaipokea mama Aisha kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, yule aliyeweka nadhiri ya kumtii Allah na aitekeleze ile nadhiri yake. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi, na yule aliyeweka nadhiri katika kumuasi Allah fala ya'sihi, yani asimuasi Allah, yani fala yaf'al ma nadharahu min al-ma'siyah, asitekeleze wala asifanye kile alichoweka nadhiri katika maasi, katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, asitekeleze ile nadhiri yake aliyoweka katika maasi. Maana ya ujumla katika hii hadithi, anasema al-Allama al-Fawzani, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muru man sadara minhu nadhru ta'atin an yuwaffiya bi nadhrihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaamrisha, hii ni amri, yani hii ni amri. Mtume anaamrisha hapa, anasema yule ambaye imetokana na yeye nadhiri, yani yule ambaye ameweka nadhiri ta'atan, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anaamrisha an yuwaffiya bi nadhrihi, atekeleze ile nadhiri yake aliyoiweka. Ni wajib tekeleza ile nadhiri ambayo ameiweka. Ukishaweka nadhiri wewe,
basi kaa ufahamu kwamba ile nadhiri uliyoiweka ni lazima uitekeleze. Wewe umeweka nadhiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama nadhara salatan au sadaqatan au ghaira dhalik. Mfano yule mtu ambaye ameweka nadhiri ya sala, kusali, yani mtu akaweka nadhiri kwamba akipata jambo fulani. Na pia vile vile katika haya masala ya nadhiri si lazima mpaka uwe na kitu fulani eti ndio uweke. Na hii pia ikawa kuna mambo mengi ambayo wanazuoni wameeleza hapa, yani ikiwa mtu eti mpaka awe na haja tu ndo anaweka nadhiri. La, unaweza ukaweka nadhiri tu wala hauna chochote ambacho unakihitajia wala hauna shida, ukaweka tu nadhiri. Mimi naweka nadhiri inshallah labda nitaswali raka fulani, swala raka fulani, taswali kwa ajili ya Allah. Sala ni ibada. Kwa kuwa umeweka nadhiri ya kuswali basi utaswali. Au mtu ameweka nadhiri ya kutoa sadaka tu, yani hana chochote anachokihitaji ila basi ameweka tu nadhiri, kama mimi naweka nadhiri inshallah nitatoa sadaka kitu fulani kwa Allah, yani umeweka nadhiri basi ni lazima utekeleze hiyo nadhiri. Au ghaira dhalik, au tofauti na hayo ama kinyume na hayo au mengine isiyokuwa hayo katika nadhiri ukishaweka ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe inakuwa kwako ni lazima utekeleze hiyo nadhiri ambayo umeiweka. Wayanha man sadara minhu nadhru ma'siyah. Na pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amekataza kuweka ama amekataza yule mtu ambaye ameweka nadhiri ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, an tanfidhi nadhrihi. Mtume amekataza asitekeleze hiyo nadhiri yake. Yani mtu ameweka nadhiri ya kumuasi Allah, pengine mtu alikuwa hajui kama hiyo nadhiri aliyoweka ni ya kumuasi Allah, akaja akajua ama akaja akafahamishwa kwamba hii nadhiri ni ya maasi au muasi Allah, basi hata kama aliweka nadhiri kwa Allah basi haifai kutekeleza, kwa sababu ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nadhiri ya maasi, ilikuwa ni nadhiri ya maasi. Kama nadhara dhabha li ghairi Allah, kama vile yule mtu ambaye ameweka nadhiri kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au salati inda alqubur, ama yule mtu ambaye ameweka nadhiri kuswali kwenye makaburi, salia kwenye makaburi huko. Na wengine wanataka wasali kwenye makaburi, yeye anaona ni ibada hiyo anafanya ama ni kujikurubisha kwa Allah. Ameweka nadhiri hiyo kwamba mimi nimeweka nadhiri nikifika kwenye kaburi taswali, akaja akafahamishwa kwamba bana haifai kuswali makaburini, basi hapo ile nadhiri yake hafai kuitekeleza, kwa sababu ni katika maasi, katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Au safara li ziyaratiha, au mtu kuweka nadhiri ya kusafiri kwa ajili ya kwenda kuzuru makaburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kufunga safari eti anakwenda kutembelea makaburi. Hii imekatazwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-safaru li ziyarati al-qubur, safari mtu anafunga kabisa safari, anatoka huko alipotoka eti anakwenda kuzuru tu makaburi. Kama ni dua waombee huko wewe ulipo, kama ni dua wataka kuombea kwa Allah waombee huko walipo. Na hii ndio utakuta kuna watu wanaharibu ibada zao kwa ujinga wa kutokuifahamu dini ya Allah. Mtu anatoka eti Afrika, Tanzania, anakwenda Makka ama anakwenda Madina, eti anakwenda kuzuru kaburi la Mtume. Ili likusaidie na nini? Kaburi la Mtume linakusaidia na nini wewe? Eti mtu anafunga ninaenda kaburi la Mtume nikalitembelee ili iweje? Safari kama hii ni safari ya makosa na unapata dhambi. Unafunga safari eti kwa ajili ya kwenda kuzuru tu kaburi, eti kisa ni kaburi la Mtume na kwenda kulitembelea eti kaburi la Mtume. La, ni jambo ambalo halifai. Kaburi la Mtume linakusaidia nini wewe? Kaburi la Mtume linakusaidia nini wewe? Hiyo ni safari ambayo ni safari ya maasi. Haya, au ghaira dhalika min almaasi, au yasikuwa hayo katika maasi. Maana katika zile nadhiri za maasi, mtu kama ameweka nadhiri hiyo basi haifai kuitekeleza. Mtu ameweka nadhiri, inshallah nikipata nauli basi mimi nitasafiri niende Madina nikaone tu kaburi la Mtume, nikalitembelee tu kaburi la Mtume. Hii ni safari ambayo haifai na ni makosa na unapata dhambi. Kwenda kutembelea tu kaburi, alafu linakusaidia nini kaburi la Mtume? Kaburi la Mtume haliwezi kukusaidia na chochote. Wengine wakifika pale eti wanalia, wanaomba kwenye kaburi la Mtume, halikusaidii na chochote, bali unaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala.
unaingia katika wale wenye kuabudu makaburi na kuomba makaburi. Allah tuhifadhi na hayo, Allah tulinde na hayo. Munasabatul hadith lilbab, munasaba wa hadithi hii katika huu mlango. Hadithi hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man nadhara an yutii Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi, yule aliyeweka nadhiri kwa ajili ya kumtii Allah basi na amtii na atekeleze hiyo nadhiri yake, na aliyeweka nadhiri ya kumuasi Allah fala ya'sihi, na wala simuas. Anasema al-Allama al-Fawzani annahu dalla ala anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyah. Ndani ya hii hadithi kuna dalili ya kujulisha ya kwamba hakika nadhiri zinakuwa kwa namna mbili. Kumbe kuna nadhiri ya namna mbili, kuna nadhiri ambayo ni ya taa na kuna nadhiri ambayo ni ya maasiya. Fadalla ala annahu ibadatun, na pia vile vile kajulisha kwamba nadhiri ni ibada. Faman nadhara li ghairi llahi faqad ashraka, na yule mwenye kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah amefanya shirki. Yani faman nadhara li ghairi llah faqad ashraka bihi fi ibadatihi, yule aliyeweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala afahamu amemshirikisha Allah katika ibada zake. Yule ambaye ameweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah basi afahamu amemshirikisha Allah katika ibada zake. Faida tunazipata katika hadithi hii pia, anna an-nadhara ibadatun fasarfuhu li ghairi llahi shirkun. Tunaweza kupata pia kuona hakika kuweka nadhiri ni ibada. Kuweka nadhiri ni nini? Ni ibada. Kwa hivyo kuipeleka ibada hii kwa asiyekuwa Allah ni shirki, tena shirki kubwa, kama tulivyosoma ilivyotangulia. Nasema al-Allama al-Fawzan, ni shirki kubwa mtu kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili, wujubul wafai binadhiri ta'a, ni lazima. Maana tunaona uwajib wa mtu kutekeleza nadhiri, ikiwa nadhiri hiyo ni katika ta'a, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya mwisho, tahrimul wafai binadhiri al-ma'siyah, kuna uharamu wa mtu kutekeleza nadhiri yake ambayo ni nadhiri ya maasiya. Maana ni haram asitekeleze nadhiri yake ikiwa aliweka nadhiri hiyo katika kumuasi Allah. Mfano kama hao tuliosema, mtu anaweka eti mimi nikipata jambo fulani ama mtoto wangu ikitokea amefaulu shule, basi mimi nitafanya party hapa, nitafanya disco, watu wacheze muziki, watu sijui wafanye wanywe pombe, waje katika kumuasi Allah. Yani katika maasi kama hayo na mfano wa hayo, mtu akaweka nadhiri hiyo, basi hiyo nadhiri haifai kuitekeleza, kwa sababu akitekeleza anapata dhambi. Lakini mtu akasema tu nikitokea mtoto wangu amefunga, labda mathalan nitatoa sadaka, nitapika chakula watu waje wale, nikifanya hivyo hili halina shida, na tayari umeshaweka nadhiri hii, basi lazima uitekeleze. Lazima uitekeleze. Ukishaweka nadhiri kama hivi, mtoto wangu mimi akitokea amefaulu shule, labda nitachinja kwa ajili ya Allah nimshukuru, labda nitachinja mbuzi nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishaweka hili lazima tayari umeshajiwajibishia kitu katika nafsi yako ambacho kilikuwa si wajibu kwa wewe kukifanya, kama tulivyoelezea katika maana ya nadhiri. Tukasema nadhiri yani ni mtu, kama tulivyoanza katika masdari yake, nadhara yandhuru aujaba ala nafsihi shay'an lam yakun wajiban alayhi shar'a. Mtu amejiwajibishia katika nafsi yake kitu ambacho kilikuwa si wajibu kwake yeye kukifanya. Na pia vile vile tumetoa nini? Mimi nimetoa nasaha kwa ajili ya Allah, watu wajiepushe kuweka nadhiri, kwa sababu unajifunga, unajiweka katika kitanzi mwenyewe, kitu ambacho hujalazimishwa wewe, unajilazimisha ya nini? Paka inafika mahali sasa umeshindwa kutekeleza, ndio maswali yanakuja kwa mashehe. Sasa shehe, ilikuwa nimefanya hivi, nimeshindwa, nitakuwa nifanyaje? Ilikuwaje mpaka ukafanya hivyo? Na tufahamu nadhiri utakayoiweka haibadilishi qadar. Kama ilikuwa ya wewe jambo ulipate kwa qadari ya Allah, utalipata tu, na kama ulikuwa ulikose basi utalikosa. Lakini nadhiri inabaki pale pale, lazima itekelezwe. Lazima itekelezwe ile nadhiri ambayo wewe ulioiweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nikimalizia katika hadithi ya mwisho, hadithi ambayo inasimuliwa na Thabit bin al-Dhahak
radiyallahu anhu anaelezea sahaba huyu, anasema nadhara rajulun an yanhara iblan binwata. Anasema huyu sahaba, kuna mtu mmoja ambaye aliweka nadhiri, yani nadhara rajulun, mtu mmoja aliweka nadhiri. Aliweka nadhiri gani? Ayanhara iblan binwata, aliweka nadhiri ya kuchinja ngamia. Yani kuna mtu aliweka nadhiri ya kuchinja ngamia binwatan, katika sehemu inayoitwa Buwanatun. Kuna sehemu ilikuwa inaitwa Buwanatun. Sasa huyu mtu aliweka ayanhara iblan binwatan, aliweka nadhiri ya kuchinja ngamia katika hiyo sehemu ambayo inaitwa Buwana. Na hii ni bonde ambalo lipo katika nyuma ya Yanbu'. Kuna sehemu inaitwa Yanbu', huko kuna bonde ambalo linaitwa Buwana. Sasa mtu akaweka nadhiri hiyo ya kuchinja, na yeye aliweka tu nadhiri kwamba mimi nitachinja kwa ajili ya Allah kama vile shukrani ama ni ibada, lakini akaweka sehemu maalum, akatafuta sehemu maalum kwamba hii sehemu mimi ndio nitakapotekelezea ibada yangu hii ya kuchinja. Kisha baada ya hapo, kabla ya kutekeleza ile ibada, wakaenda kumuuliza Mtume. Fasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani mtu ameweka nadhiri nataka kuchinja huko, na hii ni jambo ambalo Waislamu yatakana tuwe nalo. Waislamu wa leo subhanallah, yani akitaka kufanya kitu haulizi mwanzo, yeye anafanya alafu ndo anakuja kuuliza baadaye, ashafanya ndo anakuja kuuliza vipi hukumu yake, na ashafanya tayari. Lakini masahaba ilikuwa kabla ya kufanya kitu chochote ama ya kufanya jambo lolote, kabla mwanzo kabisa, tena wakishaona kwamba ili jambo mbona kama kuna sintofahamu ama hawaelewi, kwanza wanauliza jambo hilo. Kama hawajui wanauliza vipi tufanye ama tusifanye, vipi tukifanya itakuwa vipi. Lakini leo hii utakuta mtu ashafanya ndo anakuja anauliza, mtu ashafanya hata ya kufanya huko ndo anakuja anauliza vipi hukumu yake hii. Watu wanaenda kuzini huko ndo anakuja anauliza vipi mtoto huyu amepatikana kwa zina inakuwaje? Wewe nani alikwambia ukazini kwanza? Si ungeuliza kwanza kama kuzini ni haramu ama si haramu? Watu washazini huko, washapatikana mtoto wa nje ndo anakuja anauliza vipi hukumu yake huyu mtoto, nitakuwa nafanyaje, anarithi ama harithi, baba yake ni nani, imekuwaje? Subhanallah, Allah tuhifadhi. Masahaba ilikuwa kabla ya kufanya kitu kwanza wanauliza jambo hilo. Hivyo kadhalika katika ibada, ukishaona hii kuna mambo mengi hapo kabla ya kuingia katika hiyo ibada na kuitekeleza na kuifanya. Kama hujui basi uliza kwa wale wanaojua. Je, vipi hii? Kwanza ni ibada ipo, na kama ipo, je, inafanywa vipi? Kwa dalili gani? Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa. Huyu mtu ameweka nadhiri yeye ya kuchinja ngamia katika hiyo sehemu ambayo inaitwa Buwana, lakini wakaenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, walipomuuliza Mtume akawaambia, hal kana fiha wathanun, je, huko ambapo anaenda kuchinja huyo ngamia wake kuna wathan? Na wathan, alwathanu hapa anasema al-allama al-Fawzan, kullu ma ubida min dunillah min qabrin wa ghairihi. Alwathan aliyokusudia hapa, ingawa kuna ambao wanasema wathani ni sanamu, lakini al-Fawzan anasema kila ambacho kinaabudiwa kinyume na Allah, ima ni katika kaburi au sanamu kama hivyo au chochote mfano hayo ambao kinaabudiwa. Mtume akauliza, hal kana fiha wathan, je, huko ambapo yeye anaenda kuchinja kuna wathan min awthani aljahiliya, kuna miungu ambayo inaabudiwa katika ile miungu ya kijahil, kuna sanamu ambayo inaabudiwa huko katika ile masanamu ya kijahil yapo huko? Qalu, wakasema la, hakuna. Kisha Mtume akawauliza tena, fahal kana fiha eidun min a'yadihim, je, huko hiyo sehemu ambapo yeye anakwenda kuchinja kuna sherehe zinazofanyika za kijahil ama sherehe za kishirikina? Eidun min a'yadihim, kuna masikukuu ama masherehe yanayofanyika huko miongoni mwa masherehe zao. Na kitu kisema Eid maana yake ni sherehe, na imeitwa Eid lima yaudu min al-ijtima' ala wajhi mu'tadin, ni kwa sababu huwa ikajirejea. Yani tukisema Eid
ni ile sikukuu ama sherehe ambao huwa ikajirejelea imani kwa msimu fulani, yani kwa mwaka inajirejelea katika msimu fulani, ama baada ya mwezi inajirejelea hivyo, ndio maana inaitwa Eid. Maana yaud, yani huwa karejea, kama vile tunavyosema Eidul Adha, Eidul Fitri, hii huwa ikajirejea kila mwaka, si ndivyo wa hakadha. Sasa kuna Eid za Waislamu na kuna Eid za wasiokuwa Waislamu. Mtume pia akauliza, je, hiyo sehemu ambapo anaenda yeye kuchinja kuna sherehe ambazo zinafanyika, sherehe za wasiokuwa Waislamu? Qalu la, wakasema la. Basi Mtume faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awfi binadhrika, tekeleza nadhiri yako. Kwa kuwa umeweka ni nadhiri hiyo, itekeleze nadhiri yako. Fa innahu, kwa hakika, la wafaa li nadhirin fi ma'siyati Allah wala fi ma la yamliku ibn Adam. Kwa hakika haifai kutekeleza nadhiri kwa maasiya, yani haifai kutekeleza nadhiri kwa maasiya muda kuwa hiyo si maasiya. Huko unapokwenda wewe kuchinja hakuna ibada yoyote huko ya masanamu, au hakuna ibada yoyote kwa asiyekuwa Allah, maana watu wanamwabudu Allah. Na kama pia vile vile si katika masikukuu ama hakuna masherehe yanayofanyika ya wasiokuwa Waislamu, tekeleza nadhiri yako, wajib tekeleza hiyo nadhiri yako. Kwa kuwa umeweka nadhiri, yani huyu sahaba aliyeka nadhiri yeye atachinja nini? Atachinja ngamia, na akaweka sehemu maalum kwamba mimi nitachinja ngamia lakini nitamchinjia huko Buwana. Sasa Mtume kwanza akataka kujua, je, sawa, hii ni nadhiri umeweka unachinja, sawa, unachinja kwa ajili ya Allah. Huko Buwana, huko ambapo wewe umepawekea nadhiri ukachinjie huko, kuna haya mambo? Je, kuna watu wanaabudia masanamu huko? Kuna miungu ambayo inaabudiwa? Usije ukaenda huko wewe unachinja kwa ajili ya Allah lakini watu wakaona umechinja kwa ajili ya hiyo ibada zao ama masanamu yao. Ama je, huko kuna Eidun min a'yadihim, kuna masherehe katika masherehe yao hao? Usije kuonekana umechinja kwa ajili ya masherehe yao au naona uko pamoja nao katika hizo sherehe. Baada ya kuonekaniwa haya yote hayapo, basi ya Mtume akamwambia, au fi binadhrik, tekeleza nini? Ahadi yako. Kwa hakika haifai kutekeleza nadhiri. Naam, tekeleza nadhiri, sio ahadi. Tekeleza nadhiri yako, kwa sababu haifai kutekeleza nadhiri katika maasi, na pia vile vile haifai kutekeleza nadhiri katika yale mambo ambayo hauyamiliki. Yani hauyamiliki, mathalan kitu kinamilikiwa na mtu mwingine, wewe haukimiliki, mtu mwingine ndo anamiliki huko, alafu useme mathalan wewe subhanallah hauna nini? Hauna gari, alafu wewe unaweka nadhiri eti kwa gari ya mwenzako, mimi inshallah Allah akinijalia kitu fulani ama kwa ajili ya Allah naweka nadhiri nitatoa sadaka hii gari ya fulani, si ya kwako. Yani wewe haumiliki, weka nadhiri kwa kile kitu ambacho kiko katika milki yako, ambacho unacho wewe katika milki yako wewe, ndicho hicho yafaa ukitolee nini, ukiwekee nadhiri kwamba hiki nitakifanya. Sasa wewe kitu ukimiliki alafu unakitolea nadhiri, haifai na wala haikubaliki. Ambayo haifai na haikubaliki, ya kwanza katika maasi, na ya pili ambayo haiko katika milki yako. Maana yake wala fi ma la yamliku ibn Adam, na kile ambacho mwanadamu hakimiliki, yani kile ambacho hakiko katika milki yako. المعنى الإجمالي للحديث، معنى يا وجملة katika hii hadith. Al-Fawzan anasema يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين. الراوي wa hii hadithi, yani mpokezi wa hii hadithi, anatupa habari hapa ama anatutajia huyu mtu ambaye alilazimisha nafsi yake, maana yake alijiwekea nadhiri, aliweka nadhiri kwa Mola wake ya kuwa atachinja ngamia, tena fi mawdhi'in muayyan, katika sehemu ambayo imebainishwa, imetajwa kabisa. Amesema mimi nimeweka nadhiri nitachinja ngamia Buwana huko, akaweka sehemu ambayo ni muayyan, ala wajhi ta'a wal qurba, katika njia ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwa Allah. Manake sisi hii haina shida, yani mtu kuchinja kwa ajili ya Allah, wewe tu mwenyewe umepata zako kwa uwezo ukasema inshallah mimi tachinja kwa ajili ya Allah, kwa sababu kuchinja ni ibada. Kuchinja ni nini? Ni ibada. Kwa hivyo ukasema tu mimi nachinja kwa ajili ya Allah, basi kwa kuwa ni ibada, basi ufahamu pia unalipwa kwa kile ambacho umekifanya. Bado yani ile kitendo tu kusema mimi nachinja kwa ajili ya Allah na ukachinja, unalipwa.
bado sasa ile nyama yako hujaanza kuigawa gawa kwa watu huko, pia ile pia bado unaingia katika malipo, unalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyo aliweka nadhiri ya kuchinja ikiwa ni katika ala wajhi ta'a wal qurba, katika namna ama katika njia ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwa Allah. Wajaa yasalu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakaja wakamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ani tanfidhi, katika kutekeleza. Fastafsila an-nabiy an dhalika al-makan, mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza kwanza zaidi, kutaka kujua zaidi juu ya hiyo sehemu. Hal sabaqa au wujida fihi shay'un min ma'budat al-mushrikin au sabaka anna al-mushrikin yu'azzimunahu wa yajtami'una fihi. Mtume akataka kujua, je, hiyo sehemu ambayo wewe umeweka ni muayyan, unataka kuchinjia huko, je, huko sehemu kuna yaliyotangulia katika, je, washirikina wanafanya ibada zao hapo, au kuna sherehe ambazo zinafanyika hapo za washirikina, wanaitukuza hiyo sehemu, wanakusanyika hapo kwa ajili ya sherehe zao. Falamma alima bi khului hadha almakani min tilka almahadhir afta bitanfidhi an-nadhir. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojua kwamba hiyo sehemu haina hayo mambo, hakuna ibada zozote za kishirikina zinazofanyika hapo, wala hakuna idi yoyote ya kishirikina ama sherehe yoyote ya kishirikina inayofanyika hapo, Mtume akatoa fatwa, yani afta bitanfidhi an-nadhir. Mtume akamwambia tekeleza nadhiri yako uliyoweka. Thumma bayyana sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha na akaweka wazi an-nadhra alladhi la yajuzu al-wafa'u bihi, ile nadhiri ambayo haifai kutekelezwa. Mtume akaweka wazi nadhiri ambayo haifai kutekelezwa katika hadithi, fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyati llah. Manake Mtume akaweka wazi na akaweka bayana nadhiri ambayo haifai kutekelezwa, wa huwa ma kana al-mandhuru fihi ma'siyah, yani ile ambayo mweka nadhiri ndani yake kuna maasiya ya kumuasi Allah, au la yadkhulu tahta milki an-nadhir, au ameweka nadhiri kwa kitu ambacho hakiingii katika milki yake, ni milki ya mtu mwingine huko, wewe unaweka nadhiri kitu kingine huko. Yani wewe hauna pesa lakini unasema nitatoa pesa ya fulani, hii haingii na wala hii pia haikubaliki, si nadhiri ambayo inayotekelezwa. Ndani pia hii hadithi kukaonekaniwa kuwa kuna makatazo, anna fihi alman'a min adh-dhabhi lillahi fi al-makan alladhi kana fihi wathanun min awthani al-jahiliyya au fihi 'eidun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Ndani yake hii hadithi kukawa kuna makatazo ya watu pia kwenda, kama ni kuchinja, wasichinje katika zile sehemu ambazo washirikina wanafanya mambo yao hapo, ama kuna sherehe ambazo zinafanyika katika sherehe za kishirikina. Ndani ya hii hadithi pia tukaona kuna alman'u min alwafa'i bin nadhri idha kana fil makani alladhi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Kuna makatazo ya mtu kutekeleza nadhiri yake katika sehemu ambayo imewekwa wazi, lakini sehemu hiyo labda kuna Eid ambapo kuna ibada za kishirikina zinazofanyika. Manake ile kama mtu ameweka nadhiri ya kuchinja kitu ama ya kutoa sadaka kitu, hasa hapa inakusudiwa mtu kuchinja. Manake huyo aliweka nadhiri ya kutaka kuchinja, lakini akaulizwa, hiyo sehemu nataka kuchinja wewe, kuna ibada za kishirikina zinafanyika hapo, isije kaonekana na wewe ni katika wao. Ama je, kuna chochote ambacho kilafanyika hapo katika sherehe za kishirikina? Kama kipo, basi haufai kwenda kutekeleza nadhiri yako hapo. Hata kama uliweka nadhiri, basi haifai, kwa sababu utaingia katika maasiya, muasi Allah. Kwa hivyo tunaona haifai mtu kutekeleza nadhiri kwa asiyekuwa Allah, ama kutekeleza nadhiri pia kwa maasiya. Na pia vile vile tunaona anna an-nadhra ibadatun la yajuzu sarfuhu lighairi Allah. Tunaona pia nadhiri ni ibada na haifai ibada hii ya nadhiri kuipeleka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia tunaona wujubu al-wafa'i bin-nadhri al-khali min al-ma'siyah ad-dakhili tahta milki an-nadhir. Ni wajib na ni lazima
mtu kutekeleza nadhiri ambayo ndani yake kutakuwa hakuna maasiya. Ni lazima utekeleze nadhiri hiyo, tena nadhiri hiyo ad-dakhili tahta milki an-nadhir, iwe inaingia katika umiliki, iko chini ya umiliki wa yule anayeweka nadhiri. Ni lazima utekeleze nadhiri yako. Anna an-nadhara al-ma'siya la yajuzu al-wafa'u bihi, nadhiri ambayo itakuwa ni ya maasiya haifai kutekelezwa. Na ile nadhiri ambayo miliki, yani haingii katika miliki yule aliyeweka nadhiri hiyo haimiliki, basi haifai kuitekeleza. Qala, kama vile mtu aseme lillahi alayya an a'tika abada fulan, yani mtu akaeka nadhiri, na hapa imetolewa mtu kuacha mtumwa, kwa sababu zama hizo tunafahamu watumwa walikuwa wakimilikiwa, na ilikuwa katika ibada bora zaidi ama amali iliyokuwa nzuri zaidi inayopendezwa kwa Allah ni kumwacha mtumwa huru, kumwacha mtumwa huru. Na je, ikaja mtu katika kuweka nadhiri, mtu akaweka nadhiri kwa mtumwa ambaye hammiliki yeye, yani akasema mimi naweka nadhiri kwa ajili ya Allah nitamwacha huru mtumwa wa fulani, na fil hali yeye hammiliki. Ndio hapa anasema al-allama la wafaa lahu, hapa hakuna kuitekeleza nadhiri kama hii, kwa sababu haipo katika milki yako, haipo katika milki yako. Naam, kwa hivyo ala kulli hali tulikuwa tukizungumzia kunako nadhiri, na pia vile vile tukaona mtu kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki, tena shirki kubwa, kwa sababu nadhiri ni ibada. Kwa hivyo kuipeleka ibada hii kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanakwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia vile vile tukaona kuna nadhiri ambayo ni ya maasiya na kuna nadhiri ambayo ni ya taa. Nadhiri ambayo ni ya maasiya haufai wewe kuitekeleza, na nadhiri ambayo si ya maasiya umeweka nadhiri, basi inakuwa ni lazima kwako wewe uitekeleze nadhiri hiyo. Na mpaka kufika hapa mimi sitakuwa na la ziada. Tumuombeeni tu Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wajazakumullahu khairan, khairal jazaa fi hadhihi ad-dunya wal akhirah.